Iko makala moja itwayo Angel Harut and Marut, City of Babylon, The Origin of Magic. Inasimulia asili ya uchawi kama ilivyoandikwa kwenye maandiko ya dini ya Kiislamu. Makala hiyo inasema kwamba uchawi ulishushwa duniani na Mungu mwenyewe aliyewatuma malaika wake wawili katika mji wa kale, mji wa Babylon huko Iraq ya sasa. Malaika hao waliitwa kwa majina ya Harut na mwingine Marut. Mji wa Babylon ni mji wa kale kweli kweli. Ulikuwapo zamani sana, hata kabla ya uwepo wa Ibrahim, baba wa imani, na hata kabla ya ujio wa Nabii Musa au mfalme Suleiman. Mungu aliwashusha malaika hao, Harut na Marut, wakiwa wanaujua uchawi vizuri sana, na siri ya nguvu za uchawi wao ilikuwa ni maarifa ya binadamu kuweza kuwatumia majini. Basi malaika hao Mungu akawapeleka kuishi na watu wa Babylon, na malaika hao wakawaambia watu kuwa wanaweza kuwafundisha sanaa ya uchawi. Lakini mtu alipowafuata malaika hao ili afundishwe, basi wale malaika kwanza walimpa onyo kali kwa kumwambia, inna ma nahnu fitnatun fala takfun, hakika sisi ni mtihani kwenu toka kwa Mola wenu, kwa hivyo msije mkamkufuru Mungu kwa mtakavyojifunza kutoka kwetu. Lakini kwa bahati mbaya wale watu wa Babylon wakajifunza uchawi, lakini wakautumia kwa hasara na wala sio kwa mambo ya faida kwao. Wakautumia kuwafitinisha watu, kuvunja ndoa za watu na kuwapa watu maradhi. Lakini Mungu anasema hakika uchawi unamdhuru zaidi mchawi mwenyewe kuliko yule aliyerogwa, kwa maana mchawi hupoteza kabisa imani ya Mungu, na hiyo ni hasara kubwa kuliko ugonjwa aliorogewa mtu. Na maandiko ya dini ya Kiislamu yanasema kuwa hakika mshirikina atakuwa kwenye hasara kubwa siku ya Kiyama, na kwa hakika stahiki yake itakuwa ni moto wa Jahannam tu. Rekodi zinatofautiana juu ya lini uchawi ndio ulianza kuwepo. Kwa wafuasi wa imani ya Kikristo, maandiko ya mwanzo kabisa kuwataja wachawi yanakadiriwa kuandikwa miaka 931 au miaka 721 kabla ya kuzaliwa kwa Yesu. Wachawi wanatajwa katika kitabu cha Samueli wa kwanza, pale mfalme Sauli alipoenda kwa wachawi wa Endori ili wamsaidie kuitisha roho ya nabii Samueli, akitaka imsaidie kushinda vita dhidi ya Wafilisti. Kwa hivyo, kwa simulizi hizi mbili za dini ya Kiislamu na dini ya Kikristo, tunaweza kupata jibu kuwa uchawi ni sanaa iliyozaliwa kale. Wachawi kula nyama za watu, kuruka, kama unasikia wanachukua si mafuta ya watoto, sijui ndio ugeuza ungo, kufanya nini, ni vitu ambavyo wanavifanya katika jamii. Na mara nyingi huwezi kuwa mchawi, sawa? Unaambiwa siku zote ukitaka uwe mchawi lazima utoe cha kwako kwanza, unachokipenda. Mfano, una mtoto ambaye unajua huyu unampenda, sawa, wanakupa masharti magumu. Bwana, wewe unataka kidogo na wewe uwe konki kidogo usiku na hivi, tunamtaka yule. Na kabla wewe hujaingia katika hayo mambo, sawa, kwa sababu wale wataanza kukupeleleza, wataanza kuwa na wewe, watakuwa marafiki zako, kwa sababu mtu anaanza wewe tu, watu wako wale mashoga wako wa karibu, huyu mzee fulani, huyu rafiki yangu wanapokuja kukutembelea mle. Kwa hiyo wale ndio chanzo cha kutaka na wao wakuingize katika kile kikosi chao. Sasa wana mambo yao mawili. Watakutokea usiku, bwana mzee fulani au bibi fulani, bwana kuna 1 2 3, watakuja kama kwenye njozi kidogo. Alafu wanakuambia usiongee. Sawa? Utakuja mara kwanza, ya pili, kama mara 3. Sasa kama kuna wengine vile vitendo huwa hawavitaki kweli kweli, anakuja anaongea. Akishaongea ndo unakuta sasa wanachomfanya wanamtia labda upofu, au wanaweza wakamtia mtu akapata stroke ya ajabu akaanza kuumwa. Sawa? Kwamba huyu ana siri nyingi, ataendelea kuziongea na kuziongea, kwa hiyo kabla hajaanza kututaja fulani na fulani wanakufanyia hivyo. Kwa hiyo wale wana miko yao, kishaingia tu kwenye ile miko yao, uwe na mafanikio, usiwe na mafanikio, wewe kutoka inakuwa ni ngumu.
Kwa hiyo itabidi wewe sasa uendelee kuwa adui na uendelee kuwa mbaya katika kile kikundi, na watakupa sasa kwamba naye sasa hapa kwa sababu ushaingia na tushakubaliana, tushafunga mikataba, sasa hivi sisi tunamtaka huyu mwanao sasa tukupachikie cheo fulani ambacho hiko wewe ukikipata utakuwa 1, 2, 3. The Storybook. Duniani wamewahi kupita wachawi vyuma waliowahi kusumbua kwelikweli, lakini jina la mchawi maarufu zaidi duniani ni mwanamke mchawi Ursula. Jina lake maarufu zaidi ni Mother Shipton au maarufu kwa jina lingine la Ursula. Mother Shipton au Ursula alikuwa ni mchawi aliyebobea kwenye kupiga ramli karne ya 16. Alizaliwa kutoka kwa mama na baba ambao walikuwa ni wachawi wa kutupwa pia. Mama yake Ursula alimzaa akiwa na umri wa miaka 15 na alikuwa maskini sana kiasi Ursula alilelewa katika mapango. Baadaye mama yake alifariki na Ursula akabaki peke yake. Tegemezi lake pekee kilichomlinda katika maisha yake ilikuwa ni nguvu za uchawi. Ursula alikuwa ni mwanamke mchawi mwenye sura ya kutisha. Mfanano wa sura yake ndio umetumika kutengeneza picha na katuni nyingi za sura za wachawi. Ursula alikuwa na pua kubwa iliyochongoka kama msumari. Mgongo wake ulijikunja kwa kibiongo kikubwa na miguu yake ilikuwa ni ya matege yaliyopinda haswa. Huyo ndiye mwanamke mchawi anayetajwa na historia kuwa alitabiri vitu vingi vikubwa duniani na vyote vikatokea. Inasimuliwa Ursula ndiye mtu wa kwanza kutabiri kuwa duniani kutakuja kuwako na internet. Pia Ursula alitabiri juu ya tukio la Waingereza kulipiga jeshi la Hispania na baadaye meli za Waspaniola kupigwa na kimbunga cha bahari na meli zao nyingi kuzama, tukio maarufu la kihistoria liitwalo Spanish Armada. Pia mchawi Ursula alitabiri juu ya The Great Plague of London, yaani mlipuko wa ugonjwa wa Bubon ambao uliua robo ya watu wa mji wa London kati ya mwaka 1665 na mwaka 1666. Pia mchawi Ursula alitabiri juu ya kunyongwa kwa Mary Queen of Scots, yaani kunyongwa kwa Malkia Mary wa kwanza wa Scotland. Haya yote aliyatabiri mwanamke mchawi Ursula na yote yakatokea. Huyu mwanamke ndio mchawi maarufu zaidi duniani, lakini wala hakumbukwi kwa kula nyama za watu au kuwaficha watu misukule au kumtupia mtu jini. Anakumbukwa kwa mambo makubwa ikiwemo kutabiri ujio wa internet duniani tangu enzi za maisha yake karne ya 16. Ni kwa nini nimekupa simulizi hii ya Ursula? Funzo lililopo hapo ni kwamba labda uchawi wenyewe sio shida, ila shida ni kwamba aliye nao ameamua kuutumia vipi. Yaani uchawi bwana hauwezi kupungua, bali teknolojia ndio inazidi kubadilika. Yaani wanazidi kuongeza mbinu za kuweza kufanya uchawi. Unaona? Kwa hiyo uchawi sio kwamba unapungua, wanaongeza mbinu mpya. Kama watu walikuwa wanaijua mbinu hii, kwa hiyo na wao wanakwenda na teknolojia nyingine za kichawi. Kwa sababu zamani, kama nilivyokuwa nimesema, zamani wachawi wengi walikuwa ni wazee. Sasa hivi wa vijana wengi ndio asilimia kubwa ni wachawi kuliko wazee. Kwa hiyo hata mimi mara nyingi sasa hivi ninapokuwa nakwenda kupambana nao, naenda kupambana nao vijana wenzangu ambao ndio magwiji. Sijui umeelewa? Yaani hao ndio wanaongoza sasa hivi katika masuala ya kichawi na ndio wanaruka kweli kweli. Kwa hiyo na vijana na wao wameikubali ile kazi.